Mwadhama Profesa Bernard Rugambwa, Askofu Mkuu wa Tabora na viongozi wetu, Washamu Vitus Mujage, Askofu wa Bukoba, Washamu Askofu Mkuu Angela Watimo, balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini kwetu Tanzania, Washamu Askofu Wakuu, zangu maaskofu, wapendwa familia ya Askofu Mkuu Vitus Rugambwa, kwa namna ya pekee dada yake mpendwa Jacinta, Mheshimiwa Hajat Fatma Mwasa, mkuu wa mkoa wa Kagera, na viongozi wengine walioko hapa, wapendwa mapadri, watawa na waumini wote mlioko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Tanzania na kwa niaba ya kanisa letu la Tanzania, napenda kuchukua nafasi hii kutoa pole zetu nyingi. Kwanza kwa Mwashamu Vitus Mujage, askofu wa Bukoba, askofu wengine walioko Bukoba, mapadri, watawa na ninyi walei wote wa Bukoba, na pia kwa familia pendwa na mpendwa wetu balozi Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Naelewa na sikia mengi kweli, tunaendelea kuwapa pole, lakini sisi pia kama Baraza la Maaskofu tunajipa pole wenyewe, kwa sababu pia ni askofu mwenzetu. Na pili ni shukrani. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mungu Mwenyezi kwa kutujalia zawadi kubwa na nzuri ya balozi Rugambwa. Hii ni zawadi ya Mungu. Tunamshukuru sana kwamba Mungu mwenyewe alipenda wakati huu hapa Tanzania atoke mtu kama yeye, mtu mwenye vipaji mbalimbali, na amtumie sio tu kwa kanisa la Tanzania, lakini kwa kanisa la ulimwengu. Namna ya pekee tunamshukuru yeye mwenyewe, kwa sababu wengi wakati mwingine tunapewa vipaji, lakini sio wengi tunaofaulu kushirikiana na neema ya Mungu katika kuvienzi vipaji. Tunamshukuru sana yeye kwa namna ya pekee aliweza kushirikiana na neema ya Mungu kuvienzi hivyo vipaji vyake na kumtumikia Mungu kama alivyomwita miaka 39 kama padri na miaka 15 katika ulimwengu wa diplomasia akiwa askofu mkuu. Tunashukuru jimbo la Bukoba kwa kumtoa mtu huyu mwenye vipaji kwa ulimwengu, kwa kanisa la ulimwengu. Kupitia kwake kanisa letu la Tanzania limetoa mchango kwenye kanisa la ulimwengu. Wana Bukoba, asanteni sana. Familia ilikuwa mbele yetu kutushukuru kwa mambo mbalimbali, lakini sisi tutumie nafasi hii kama Baraza la Maaskofu kuishukuru familia kwa malezi yao mazuri na kutuletea mtu kama huyu. Familia, asanteni sana. Kwa kweli tunasherehekea maisha yake, tunasherehekea kama maisha ya shujaa kwa kuishi kadiri, kwa kuishi wito wake. Tukiingia pale mlangoni katika picha yake, tunachukua nukuu kutoka Mathayo sura ya 25 mstari wa 21. Vema, mtumishi mwema. Ukiendelea kusoma zaidi, ni yule mtumishi ambaye alizalisha mara 5 zaidi, tofauti na yule ambaye hakuzalisha chochote. Kwa hiyo tunasherehekea maisha yake
tumerejesha mbele ya Mungu yakiwa zaidi ya mara 100, zaidi ya mara 2 yaliyoitiwa. Balozi Rugambwa ni kati ya watu wachache sana ambao walivuka mipaka ya lugha, walivuka mipaka ya nchi na walivuka mipaka ya mabara. Katika utume wake kuwa na mipaka ya lugha, kila mara tunaposikia alikuwa Pakistan, Angola, Sao Tome, Fiji na maeneo mengine mbalimbali. Kila alipoenda ili ajifunze lugha mpya au aendelee lugha mpya. Kweli tunamshukuru Mungu kwa kufaulu kuvuka hiyo mipaka ya lugha, mipaka ya mabara na nchi. Tunamwomba Mungu kujalie watu wenye vipaji vingi namna hiyo kwa kanisa letu la Tanzania, zidi kwa kanisa la misionari katika nchi yetu sisi wenyewe, lakini pia katika kanisa la ulimwengu. Tupate katika matumaini katika mwaka wa Jubilei. Yeye alitumwa kwa misionari na alibaki kuwa misionari katika ya mwisho, na maisha yake yaligusa maisha ya watu wengi. Bila shaka kama ilivyokuwa kwa Mama Maria aliyesimama chini ya msalaba akimwangalia mwanaye kuchomwa mkuki na baadaye akakufa, hata kwake inaweza kuwa haikuwa rahisi, lakini kwa utii aliendelea kufananisha maisha yake na Kristo. Tumwombe Mungu kuendelea kufananisha maisha yetu na Kristo. Tunamwomba Mama Maria mtazame mwanao huyo, ingawa tunamzika kama shujaa, lakini vipimo vyetu sio vipimo vya Mungu. Mungu ana kipimo chake. Endapo kwa baba kukaiwa, Mama Maria mwombee aweze kuingia mbinguni, na siku hiyo malaika wakuu basi wasindikize apate tuzo kama lile alilowaambia Ema mtumishi mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Baya milele Bwana. Mzike kwa amani. Nafasi hii ni mombe pia